ngejua umuhimu wa zakatul fitri. Na hakuna mtu ambaye kwa maisha yetu yani unaona uwajibu wake, hata yule ambaye maskini ambaye kaletewa labda kaletewa kilo 5, 10, 20, bahati mbaya watu wakichukua wanalimbikiza, na yeye huyo akipata chakula cha ziada, chakula siku hiyo na usiku wake, naye kilichopo anatakiwa akitoe. Umeona? Sasa bahati mbaya sisi watu yani wengine wakipewa hawataka kutoa. Muhimu ndugu zangu, nimeuzo swali, na hili swali mara nyingi hata msikiti wa Ijumaa nilijibu hili swali. Na ni vizuri yani masala ya dini watu wakawa wanayafahamu, yani kutokufahamu upande mmoja. Japokuwa nianze kusema masala haya yana ikhtilafu ya kielimu. Kwa kuwa masala yana ikhtilafu za kielimu, lazima watu wawe na adabu na ikhtilafu hizo. Yani wewe maadamu umeona ni hivi, usiseme bana fateni hivi. Maadamu masala yana ikhtilafu. Nianze kusema kwa nini nimemwambia yule bwana kwamba bwana wewe, anambia mzazi wangu ni mtu mzima. Mzazi wangu mtu mzima. Sasa ameshindwa kufunga. Nifanyeje? Nikamwambia siafanye matendo mengine. Kibaba, nikamwambia achana nacho. Akashangaa. Kibaba, maana mtu mwenyewe mtu mzima ananiuliza swali. Mzee wake mtu mzima. Sasa alashangaa, ameasikia haya maisha yake yote mambo ya kibaba. Afu namwambia ghafla tu kafanye matendo mengine, achana na kibaba. Nikamuelewesha. Ndugu zangu katika imani, tarikhi inatuambia saumu ya kwanza iliyokuwa wajib katika Uislamu ilikuwa saumu ya Ashura, baada ya Mtume Muhammad sallam kufunga na akaamrisha umma wake ufunge. Hadithi ya Aisha radhiallahu anha akhraja al-Imam al-Bukhari. Kwa tufahamu kwamba katika Uislamu saumu ya mwanzo iliyokuwa wajib kwetu sisi ummati Muhammad ilikuwa saumu ya Ashura. Mnanielewa eh? Nataka niende polepole kidogo tukote. Kisha ikafaradhishwa funga ya Ramadhani. Lakini funga ya Ramadhani ilivyofaradhishwa ilikuja katika njia ya khiyari, ambapo ndo masala ya ikhtilafu. Anayetaka anafunga, asiyetaka anakula kisha analipa nini? Kibaba. Hadithi ya Salama ibn al-Aqwa wa Abdullah ibn Umar na masahaba wengine imepokelewa na Imamu al-Bukhari. Sasa Allah aliposema ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam, hapa nataka ndo mrakizi hizi aya ninazozisoma. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudatin faman shahida minkumush shahra falyasum. Ayyaman ma'dudatin faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayamin ukhra. Allah alivyofaradhisha funga ya Ramadhani, saumu ya Ashura ikageuka kuwa ni mustahab. Ramadhani ikaja ikawa ina njia ya khiyari kwa mujibu wa Salama ibn al-Aqwa wa Aisha wa Abdullah ibn Umar kama ilipokewa na Imamu al-Bukhari. Lakini Allah kwa rehema zake, taufiki yake juu ya umma huu, akaweka vipengele vya wagonjwa. Akasema faman kana minkum maridhan, yoyote miongoni mwenu ambaye atakayekuwa mgonjwa, au ala safarin,
au akawa ni msafiri, safari ikampa tabu, Allah anasema faidatu min ayamin ukhra, mtu huyu afunge, ahesabu masiku, atakuja kufunga baada ya Ramadhani. Kisha Allah akasema wa ala alladhina yutiquna fidyatun ta'amul miskin, na wale ambao wenye kulisha chakula kwa kutoa fidia kwa kuwapa maskini. Faman tatawwa, ambaye atakayejitolea akalisha maskini, fa huwa khairun la, kwake atakayefanya jambo bora la kulisha maskini. Wa antasumu, lakini kufunga, khairul lakum, ni bora kwenu nyinyi, in kuntum ta'lamun, kama vile ambavyo nyinyi mnajua ni bora. Kwa hiyo aya hii huwezi kumwambia mtu kwenye madrip operation ukamwambia kini kulisha ni bora lakini kufunga ni bora zaidi. Yani huwezi kumkhiarisha mgonjwa ambaye tayari ameshapewa ruksa. Aya hii wa ala alladhina yutiquna fidya ilikuja katika njia ya khiari, anayetaka, kwa kauli ya baadhi ya wanazuoni, kwa kauli ya baadhi ya wanazuoni, yule anayetaka kufunga anafunga, yule ambaye hakutaka kufunga basi huyu mtu anafanya nini? Anakula kisha analipa nini? Fidia. Kisha utaratibu huo Allah kaja kauondosha, akasema shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran huda linnasi wa bayinati min alhuda walfurqan. Tukote. Kisha Allah akafuta hukumu ya yote yaliokuwa yametangulia uko juu, akasema faman shahida minkum ash-shahra falyasum, yoyote yule ambaye mwezi ukaandama akawa mukim, mtu huyu akawa mukimu, msafiri, muislamu, lazima afunge. Tuko wote mpaka hapo? Kwa kuwa amefuta hukumu ya juu, msafiri akawajibishwa, mgonjwa akawajibishwa. Kisha baada ya hapo sasa, kwa takhfifi ya umma huu, Allah ile aya aliyokuwa kaifuta huko juu akairudia tena huko chini, man kana minkum maridhan au ala safarin fa'iddatu min ayamin ukhra. Ikarudi tena nafasi ya mgonjwa na msafiri, kile kipengele cha kulisha, kwa sababu kilikuja katika njia ya khiari, wa ala alladhina yutiquna fidyat, kile kipengele cha khiari Allah akakiondosha, akasemaje? Yuridu Allahu bikum yusra wala yuridu bikum usra. Sasa masala ikhtilafu za wanazuoni maswahaba, maana masala kisheria mashekhe hao wanajua kwamba kauli ikishakuwa mujma, yani maswahaba wakiafikiana, yani haina khiari, ni wajibu ifanyike. Jambo lote wakiafikiana maswahaba basi ni, yani jambo lile yani ni masala ambayo ni lazima watu wayafanye. Lakini ikitokea ikhtilafu za maswahaba wao kwa wao juu ya ahkamu za kisheria, ina maana ule wajibu hautokuwepo. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma yakasema aya hii imefutwa hukumu yake, lakini imebaki kwa mtu mzima na mwanamke mjamzito na mwenye kunyonyesha. Wakasema baadhi wanazoona kwamba hii ni ijtihadi ya nani? Ya Ibn Abbas, kwa sababu huku na maswahaba wengine akiwepo Salama ibn al-Aqwa, Aisha, Abdullah ibn Umar na wengine wote wanasema aya hiyo imeshafutwa, hukumu yake imekuwa mansukhu na sio muhkam. Mnanielewa nachoongea ndugu zangu? Nataka kwenda pole pole kidogo. Ama mtu mzima kwenda kulisha ni kitendo cha Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Yeye aliamua yeye mwenyewe kwamba alipokuwa mtu mzima hawezi kufunga, yeye akaamua kufanyaje? Kulisha.
kitendo cha sahaba peke yake kujikurubisha kwa Allah bado hakijajenga hoja ya kuwajibisha watu wengine, watu wazima wanaoshindwa kufunga wafanyaje? Walishe kibaba, kwa sababu aya inahusiana na kibaba ilikuja katika njia ya khiari. Sijui ninavyoenda polepole, mnanielewa? Kwa hiyo masala kwa kuwa yana ikhtilafu za kielimu, hawezi watu wakafungwa kwenye upande mmoja. Kauli anasema Sheikh Muqbil rahmatullah alayhi na baadhi ya ahlul hadithi wanasema hakuna kulipa kibaba, lakini wako wanazuoni wakubwa wa elimu hasa, na ni miongoni mwa watu ambao sisi tunawakubali kwa asilimia zote, wanasema unatakiwa ulishe nini? Kibaba. Kina Ibn Baz rahmatullah alayhi na wanazuoni wengine. Kwa kuwa masala yana ikhtilafu, hatuwezi tukawafunga watu upande mmoja kuambia watu bana wewe lisha toa fidia na usitoe fidia. Kwa kuwa masala ni hayo, mimi nazungumza hivyo ili mtu anayembe amenukuu msikiti wa Ijumaa na hata hapa nazungumza mtu aseme bana kaleta jambo geni, yani mtu aseme bana jambo kaja na jingine hilo. Yani mambo haya yapo katika mujibu wa nini? Wa sheria. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.